إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أوصيكم ثم أوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. عباد الله، nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ninavyohusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu. Na huo ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma zote. Huo ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala katika umma huu. Ibadallah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza awamiri zake, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukatazika na yale yote aliyoyakataza subhanahu wa ta'ala. Fakad faza almuttaqun, hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, i'lamu أن شهر الصفر شهر من شهور التي خلقها الله سبحانه وتعالى. عباد الله، tufahamu ya kwamba mwezi wa Safar, mwezi ambao tumo ndani ya mwezi huo, tunaishi ndani ya mwezi wa Safar, mwezi ambao unafahamika kwamba ni mfungo tano, mwezi wa pili katika kalenda ya Hijria. Mwezi huu wa Safar ni miongoni mwa miezi aliyeiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Katika miezi 12, mwezi wa Safar ni miongoni mwa miezi hiyo. Lam yarid min kitabi llahi subhanahu wa ta'ala
min fadlihi wala min dhammihi, haijapatikana ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kutufahamisha ubora wa mwezi huu wa Safar, na wala haijapatikana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kutufahamisha kwamba mwezi huu wa Safar ni mwezi wa mkosi na balaa na shida mbalimbali. Mwezi wa Safar, ahlul jahiliya kabla alislam, mwezi huu wa Safar kabla ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, majahili walikuwa kiitikadi wakiamini kwamba ni mwezi wa balaa, ni mwezi wa mkosi, ni mwezi wenye matatizo mbalimbali na majanga mbalimbali. Itikadi hiyo ikawaathiri na Waislamu, na inawezekana mpaka leo kuna Waislamu wana itikadi ya namna hii kwamba mwezi wa Safar ni mwezi wa balaa. Haifai mtu kufanya umra, watu wanaitakidi hivyo. Haifai mtu kuoa ndani ya mwezi wa Safar. Haifai mtu kufanya sherehe yoyote ambayo imo ndani ya dini ndani ya mwezi wa Safar, kwa sababu ni mwezi wa balaa, mwezi usiokuwa na baraka wala kheri. Hizi ni itikadi za kijahili, mpaka wengine hawasafiri kwa ajili ya biashara ndani ya mwezi wa Safar. Itikadi hii ikapelekea mpaka Waislamu wakamzushia Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ili kuhalalisha itikadi yao hii ya kijahili. Wakamsingizia Mtume sallallahu alayhi wasallam kama kasema kwamba man basharani bikhuruji safar bashartuhu bidukhuli aljanna. Wakasema kwamba Mtume kasema atakayempa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mwezi wa Safari umekwisha, umemalizika, basi Mtume atampa bishara njema ya kuingia peponi. Haya si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kasingiziwa uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia itikadi mbovu ya kijahili. Katika hadithi ambayo inaisimuliwa na Abi Huraira, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la adwa wala ham wala safar, muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna kuambukizana maradhi, hakuna kwamba mlio wa bundi unamkosi, hakuna vitu vya namna hii. Hakuna kwamba mwezi wa Safar ni mwezi wa balaa, mwezi wa majanga, mwezi wa matatizo. Mtume anasema hakuna vitu vya namna hii. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba kila nafsi, kisha akaiandikia nafsi hiyo maisha yake hapa duniani, ataishi kwa muda gani. Wa rizqaha, kisha akaiandikia nafsi hiyo riziki yake. Wa masaibaha, kisha akaiandikia nafsi hiyo mitihani na matatizo mbalimbali ambayo nafsi hiyo itapitia. Haya yote Mtume anasema yapo kwenye lauhil mahfudh. Hakuna kinachotokea kwa bahati mbaya.
bali wengine wakaenda mbali zaidi katika uzushi wao wa kumsingizia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Safar. Wakawa na itikadi ya kijahil kwamba Jumatano ya mwisho ya mwezi wa Safar ndiyo mabalaa ya mwaka mzima yanashushwa. Wakazua swala maalum, swala yenye rakaa 4, inasaliwa baina wakati wa dhuha au baina maghribi na isha, swala ya uzushi asiyeifahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba zake. Rakaa ya kwanza unasoma surati al-Fatiha, unasoma inna atainaka al-Kauthar mara 17, unasoma surati al-Ikhlas mara 15, unasoma al-Muawwidhatain mara 1, na ina salamu 2. Rakaa 4 ina salamu 2. Unaswali kama vile unavyoswali ya dhuhuri. Hii ni swala ya uzushi, inaitwa salatu daf'i al-bala, swala ya kuondoa matatizo ya mwaka mzima. Haipo hii. Haipatikane katika kitabu cha Allah wala katika mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na inasaliwa na mtu anaamini hivyo, na wengine wanaandika aya kwamba wallahu ghalibu ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wanaandika aya hii alafu wanakunywa kuondoa mabalaa ya mwaka mzima. Haya yote ni ya uzushi, hayana mafundisho kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na haya yanafanyika ndani ya mwezi huu wa Safar. ud'u rabbakum maghfira wa antum muqinuna bil ijaba fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, inna aqidata al-mu'min mabniyatun ala al-yaqini mabniyatun ala at-taslimi wal-inqiyadu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tufahamu kwamba imani ya Muislamu, imani hii imejengwa chini ya misingi ya mja kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imejengwa chini ya msingi wa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukatazika na yale aliyoyakataza subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kupitia mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kupitia makatazo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akatuambia wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale yote ambayo amekupeni Mtume sallallahu alayhi wasallam achukueni, na yale yote ambayo amekukatazeni katazikeni nayo. wattaqullaha innallaha shadidul iqab, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kumwambia qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
sema wewe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuwaambia wanafiki na walio mfano wao kwamba la yusibana, sisi waislamu hatuwezi kupatwa na jambo lolote isipokuwa illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa jambo ambalo Allah alikwisha liandika kwetu sisi. Na hivi ndivyo anavyotakiwa awe Muislamu. Huwa maulana, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wetu, ndiye anayetuhifadhi sisi. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala wategemee waumini. Yani waumini wa kweli wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asitegemee kwamba mwezi wa Safar ni mwezi wa mkosi, mwezi wa mabalaa, mwezi wa matatizo. Hayo si mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama mambo hayo yanafanywa na Waislamu. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة صلى الله عليه 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.